Pekee sana Mwenyezi Mungu amewapa nafasi ya kuweza kufikia viwango na leo mko hapa kwa sababu ya kutekeleza masharti mbalimbali ambayo yalikuwa yamewekwa na utumishi wa umma, lakini pia mmekidhi baada ya kufaulu interview mliokuwa mmepewa. Hongereni sana. Kwa hivyo mimi naamini wote tutaendelea kuwa nao kama watumishi, na nitumie tu fursa hii kuambia, baada ya pongezi, wengi wamekuwa baada ya kupata ajira hii wanajisahau sana. Anajisahau sana na kufikiri kwamba amefika anapokwenda. Hujafika unapokwenda, ndio kwanza unaanza. Umenielewa? Ndio kwanza unaanza. Kwa ndio kwanza unaanza haimaanishi uige yale ambayo umewakuta watangulizi wanayofanya mabaya. Haimaanishi ufate mkumbo wa mtu kwa yale ambayo umeyakuta yanaendelea pale ofisini yanaonekana ni mabaya, afu mtu anakuambia wewe twende hivi hivi, wataelewa tu. Kwa hiyo naamini kabisa mafunzo haya ni kati ya sehemu ya kuja kuwafua ili muweze kuendana na sheria za serikali, sheria za utumishi wa umma, namna gani mtaweza kuheshimu sheria za utumishi wa umma na sheria ya kanuni za utumishi wa umma, ni namna gani mtaweza kwenda nazo, na isiji kafika hatua hata ukachukuliwa hatua wewe kama mtumishi wa umma kwa sababu ya kuvunja sheria na kanuni za utumishi wa umma. Tumeelewana? Sheria za utumishi wa umma mmepitishwa naamini na wanasheria, lakini mtakula kiapo. Kiapo kile sio utani. Kiapo kile sio nini? Sio nini? Kiapo cha serikali sio utani. Utakula kiapo na uamini kabisa kwamba kiapo hiki ni cha pekee na cha tofauti. Ndio maana anakuja mwanasheria, haji mtu tu kusimama hapa na kuwapeni kiapo. Tumeelewana ndugu zangu? Lakini misingi na ubora wa utoaji wa huduma kwa wananchi ni jambo la msingi sana. Nyinyi kama sio Watanzania walioko vijijini, walioko katani, walioko halmashauri, walioko manispaa, walioko tu huko nje, msingeajiriwa kwa sababu hakuna hitaji. Cha msingi, hakikisheni kutoa huduma ni jambo lenu la kwanza, kwa sababu waajiri wenu ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waajiri wenu sio tu mkurugenzi, lakini ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaweza aidha wakakufanya ukasifika na kubaki madarakani, hata kupanda vyeo, lakini wanaweza wakakuondoa madarakani kulingana na jinsi ambavyo utakavyo watreat wao wananchi, kulingana na jinsi ambavyo utaamua kuwaendesha wananchi. Kwa hilo linaweza likawa ni njia kwako ya kupita njema, lakini inaweza ikawa ni njia kwako ya kupita na kuondoka kabisa katika utumishi huu leo ambao umekuja kwa heshima kubwa sana, ambao mmekuja hapa mnajifunza, mnapitishwa katika mambo mbalimbali ili muweze kufika mbali na kutenda yale ambayo yanatakiwa. Ndio maana walimu wametoka katika maeneo mbalimbali. Nimeona wakufunzi wenu wametoka katika vyuo vya utumishi wa umma, lakini viongozi wengine wanatoka katika ofisi ya GSO. Ofisi ya GSO, wale ambao hawakuelewa, ni ofisi ya usalama wa taifa huko juu. Mnanielewa? Kwa hiyo wanakuja kukufundisha namna ya utunzaji wa siri za serikali. Nyaraka zote za serikali utakazokuwa nazo ofisini, kuna walimu humu. Utunzaji wa siri za serikali pamoja na mitihani na vitu na nyaraka zote za serikali ambazo unazipokea na kuzifanyia kazi. Tumeelewana? Barua za serikali, tunasoma barua alafu naiweka hapo tu, unamwachia mtu aweze kupitia. Au mitihani, unaona ni afadhali nifaulisha watoto wangu, kwa hiyo unaenda kuiba mitihani ili ufaulishe watoto, ili uweze kuonekana kwamba una sifa na unafanya vizuri. Naomba niwaambie kwamba ndiyo maana
ya haya mafunzo. Mko hapa kwa sababu ya kujengewa uwezo na kuhakikisha kwamba mnaheshimu na kusimamia sheria za utumishi wa umma, na nyaraka za utumishi wa umma hazitazagaa ovyo kupitia nyinyi, lakini nyinyi mtakuwa kundi kubwa ambalo na la pekee ambalo litaendelea kuheshimisha nyaraka hizi. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo mtakapokuwa mnafanya kazi kwa namna yoyote ile katika majukumu yenu, hakikisheni nyaraka hizi mnazozishika ni nyaraka za serikali. Waraka wa serikali sio lazima uandikwe siri, sio lazima uandikwe, lakini nyaraka zote za serikali kabla hazijatoka nje bado ni za nani? Bado ni siri. Kwa hiyo hutakiwi kuropoka, hutakiwi kwenda kuongea hovyo hovyo, kwa sababu wewe ni mtumishi wa umma, umeheshimiwa na umepewa nafasi hii ili uweze kuilinda na kuwatumikia Watanzania kwa heshima kubwa na kwa uaminifu na uadilifu mkubwa wa hali ya juu, kwa kulinda utumishi, lakini kulinda kanuni na sheria za utumishi wa umma kwa nafasi yako ambayo umepewa. Kila mtu katika kitengo ambacho amepewa na nafasi aliyopewa ina siri zake. Tumeelewana? Ina siri zake kulingana na sehemu ambayo umepangwa. Kwa hiyo hupasi kwenda tu kuropoka na kuongea ovyo kuhusiana, leo mkurugenzi ametuandikia barua imesema hivi na hivi mtaani, alafu nakuta watu huko mtaani tu wanaongelea kitu, mambo yote yale ambayo mmefundishwa au mmeelekezwa katika utekelezaji wa majukumu yenu. Tuna majukumu mengi ambayo kama mtumishi wa umma unaweza ukapewa nafasi ya kushiriki, ambayo hayachagui mtu, lakini wewe kama mtumishi wa umma utapewa nafasi ya kushiriki kwa sababu pia wanajua unaheshimu na kulinda na kutunza siri za serikali na nyaraka za serikali, lakini pia na kanuni za serikali. Ndio maana umepewa nafasi hiyo, na tunaamini utapewa nafasi pia hiyo kwa sababu umestahili na umekidhi vigezo. Kwa hivyo imani yangu kubwa ni kwamba ninyi nyote mtakwenda kufanikiwa, mtakwenda kusimama kwa sababu ya serikali, mtaenda kuiwakilisha serikali vizuri, na mtaenda kufanya yote ambayo mtakuwa mmeelekezwa katika utumishi wenu. Kila mtu ataenda kufundisha kila ambacho alikielewa katika elimu yake, lakini yale mtakayoelekezwa na wakuu wenu wa idara na watangulizi wenu ya kiutumishi, narudia, ya kiutumishi, yale mnapaswa kuyafuata kwa hekima kubwa na ushauri mkubwa ambao mtakuwa mmepewa. Lakini nimerudia kusema haya kwa sababu kuna yale ambayo unaona kabisa haya ananielekeza ili niweze tu kuwa na tabia ambayo yeye anayo, ambayo haimfurahishi kiongozi wetu, ambayo haifurahishi wananchi wa Tanzania, ambayo hata haiendani na nyaraka za serikali, haiendani hata na sheria za serikali, hata na kanuni za serikali, lakini mtu huyo ameenda kuniambia wewe fuata hivi tu, twende, tunaenda, tutafika, tunafikaga. Mnanielewa ndugu zangu? Ndio. Mwende mkaheshimu sheria, kanuni na taratibu zote za serikali, mkawaheshimu viongozi wenu, mkawaheshimu wananchi. Wananchi atakapokuja ofisini kwako kuomba huduma, atakuja either wewe ni secretary au wewe ni mhudumu, wewe ni yeyote katika ofisi ile, akafika akakukuta wewe, au umekaimu kwa niaba ya mkuu wa idara au umekaimu kwa niaba ya mkurugenzi. Inatokea wakati mwingine, na kwa hivyo you are very junior, lakini kwa uwezo wako inawezekana ukaaminiwa na ukakabidhiwa ofisi kwa sababu wameona uwezo wako ni mkubwa na unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo wewe ukaanza kuwapeleka watu katika namna ambayo sio, lakini tunaamini kwamba utawahudumia wote kwa usawa, bila kujali kabila, bila kujali dini, bila kujali anatoka wapi. Cha msingi ni Mtanzania na anahitaji huduma katika halmashauri yangu au katika halmashauri yangu ya mji wa Masasi ambako ndiko ajira yangu iliko.
na hii ni ya kwako ya kutunza maisha yenu yote, kwa sababu kawaangalieni ambao wametolewa kazini, wameondolewa katika utendaji kazi wao, lakini ni kwa sababu tu walivunja sheria na kanuni za utumishi wao wa umma. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria waliondoka na kwenda huko mtaani kwenda kutafuta maisha kivingine, na wataanza kujutia nafasi hizo kwa sababu ya yale wao wafanya nini waliyatenda katika kipindi hicho. Lakini mkajiendeleze pia. Hamjafika hapo mlipo, hamjafanya nini? Hamjafika, mkajiendeleze pia. Endeleeni kujiendeleza kwa kadri unavyomwona mwenzako, sio ukamwonee wivu, ukajiendeleza na wewe pia ili uweze kumfikia pale alipo. Tumeelewana ndugu zangu? Nimeamua kuzungumza bila maiki kwa sababu najua mnanisikia. Kuna mtu anisikia? Kwa sababu najua mnanisikia, lakini haya ni ya kwetu. Sikupaswa kuwasimulia kuambia watu wa nje, nilipaswa niongee na ninyi kama mama, kama watoto kwangu. Wengi hapa ni wadogo zangu na watoto wangu. Kwa hiyo mimi naamini mtaenda kutekeleza. Serikali tumewapokea kuanzia Julai mwaka jana mpaka hivi leo. Kuna wengi tumeendelea kupokea kulingana na Mheshimiwa Rais jinsi anapokuwa ameahidi na anatekeleza. Aliahidi siku zake 100 za kuingia madarakani atakuwa ameleta ajira nyingi sisi local government na serikali kuu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hilo limetekelezeka, nadhani unaona uchumi umejaa. Mheshimiwa Rais ametuletea watumishi kama ambavyo tulikuwa tumeomba kwa mwaka wa fedha huu. Kwa hiyo ili waweze sasa kuungana na sisi, ni vizuri wapate mafunzo kama ambavyo tulikupa muhtasari wa mafunzo yenyewe ya siku ya leo. Tuko na ndugu zetu hapa kutoka Chuo cha Utumishi wa Umma, na kesho watakuwa na wenzetu kutoka ofisi ya DSO. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu nilipata watumishi wengi sana kama unavyowaona kutoka Julai, asilimia kubwa nimeshawalipa fedha kujikimu. Fanye makosa kwenye utumishi wa umma. Kwenye utumishi wa umma tuna taratibu, tuna kanuni, tuna miongozo ambayo tunategemea leo utapitishwa kwenye masuala mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi wakufunzi wetu watatupitisha kwenye sheria ya utumishi wa umma sura 298 na kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022. Kule kuna vitu vingi tutaelekezwa, taratibu, kanuni, miongozo mbalimbali ambayo inatuongoza, ili pale ambapo mtu unakuja kufanya kosa usije ukalalamika na kulaumu kwamba hukujua. Kwa hiyo ndio maana tunaelekezana, tunaomba msikilize kwa makini ili tusiingie kwenye makosa. Hakuna mtu ambaye hakuna mwajiri ambaye yupo kwa ajili ya kuchukulia mtu hatua za kinidhamu. Hakuna mtu yupo kwa ajili ya kuona kwamba tunaanza kazi leo, baada ya siku 2-3 unapata shida, unafukuzwa kazi, unaingia kwenye adhabu mbalimbali. Hilo sisi hatulipendi wala hatulitaki. Ndio maana serikali imeweka taratibu za kufuata ili kila mmoja atimize wajibu wake. Mwajiri ana wajibu wake na nyie waajiriwa na wajibu wenu. Jambo la pili ambalo mtalijifunza ni misingi na maadili ya utoaji huduma bora katika utumishi wa umma. Ili ni muhimu sana, especially watu wa afya, mna matatizo mengi kule kwenu. Sisi idara nyingine hazina shida, lakini afya naomba msikilize kwa makini kweli kweli, ili kuepuka usumbufu ambao unajitokeza kwenye utendaji wenu wa kazi.